Mkutano wa kilele wa kundi la mataifa tajiri na yale yanainukia kiuchumi duniani la G20 umefunguliwa rasmi siku ya Jumamosi mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Mkutano huu wa siku mbili unafanyika chini ya kiwingu cha kutohudhuriwa na viongozi wengi wa dunia na mjadala mkali kuhusu mpango wa Marekani wa kumaliza vita vya Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump, Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa China Xi Jinping ni miongoni mwa viongozi waliositisha mpango wa kushiriki mkutano huu wa G20 unaofanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika. Viongozi wa Mexico na Argentina pia hawakuhudhuria mkutano huo, huku Rais Bola Tinubu wa Nigeria amelazimika kuifuta safari yake kwenda kushiriki mkutano huo ili kushughulikia mkasa wa kutekwa wanafunzi zaidi ya 300 na makundi ya watu wenye silaha kaskazini mwa nchi yake. Utawala wa Trump umesusia mkutano huo kwa sababu unaituhumu serikali ya Afrika Kusini kwa kufanya ukandamizaji dhidi ya jamii ya wazungu wachache wa nchi hiyo. Afrika Kusini imekanusha madai hayo ikisema hayana msingi wala ushahidi. Mwenyeji wa mkutano huu wa kilele wa G20, Rais Ramaphosa wa Afrika Kusini anatoa kipaumbele kwa mada za mshikamano, usawa na maendeleo endelevu. Amesema atatumia mkutano huu kupigia debe kupunguzwa mzigo wa madeni kwa mataifa yanayoendelea, usawa katika kuhamia kwenye nishati safi zisizoharibu mazingira, matumizi ya haki ya madini adimu, upatikanaji chakula na mgawanyo wa haki wa majukumu ya kulinda mazingira duniani. Viongozi wa G20 wamekusanyika kwenye kituo cha maonesho kilichobadilishwa kwa ukumbi karibu na mji wa Soweto, eneo alikoishi wakati fulani kiongozi wa zamani wa nchi hiyo Nelson Mandela. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, Waziri Mkuu Narendra Modi wa India, Rais Luiz Inacio Lula da Silva wa Brazil, Erdogan wa Uturuki na Waziri Mkuu wa China Li Qiang ni miongoni mwa wale wanaohudhuria. Katika hotuba yake ya ufunguzi, Rais Ramaphosa amempiga kijembe Trump kwa kusisitiza umuhimu wa mataifa kufanya kazi pamoja kushughulikia changamoto za dunia badala ya kuendekeza mivutano. Amesema pia mkutano huo utakaomalizika siku ya Jumapili umefanikiwa kupata azimio licha ya upinzani mkali kutoka Marekani. Hapo jana, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewatolea wito viongozi wa G20 kutumia ushawishi wao kumaliza mizozo duniani ambayo imekuwa chanzo cha vifo, uharibifu na kukosekana uthabiti kote ulimwenguni. Mkwamo kwenye mazungumzo ya mabadiliko ya tabia nchi katika mkutano wa COP30 unaofanyika Belém, Brazil ni mojawapo ya masuala yatakayotia kiwingu mkutano wa G20. Mkutano huu uliopaswa kukamilika Ijumaa jioni umerefushwa kuruhusu majadiliano zaidi kati ya pande zinazokinzana. Msuguano mkubwa upo kwenye kuandaa azimio la mwisho baada ya wakilishi wa nchi zinazoendelea kutaka kuwemo kipengele kinachoshinikiza kupunguza uzalishaji na matumizi ya nishati za visukuku.